Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuendea vizuri wananchi katika kipindi hiki, au kiweza kushuhudia ushindi ni wa kutosha. Timu ina furaha, mashabiki wana furaha. Sasa klabu ya soka Young Africans inataka kuendeleza ubabe wake kwa mara nyingine tena katika ardhi ya Tanzania, wakiwa wamejidhatiti ya kwamba wanahitaji kilicho chochote kizuri kwao kiwe upande wao. Umeweza kushuhudia wakiweza kufanya mapinduzi makubwa, hususan katika engo ya kuweza kuongeza wachezaji ndani ya kikosi chao, na umeweza kushuhudia namna gani ambavyo wamekuwa wakijitahidi kuhakikisha kwamba kikosi chao kinakuwa sambamba kabisa. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wamekwenda kukamilisha usajili wa nyota mwingine mkubwa kabisa ndani ya kikosi cha kwao, akitokea moja kati ya vilabu vikubwa kabisa. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa. Taarifa yake kwa vipi, amesajiliwa kwa dau gani, na uhamisho wake umefanyika vipi, ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ando jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kupata taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans. Karibu bana. Klabu ya soka ya Yanga, unafahamu ya kwamba dirisha dogo la usajili hili hapa limebakiza siku kadhaa tu kwenda kufunguliwa, ambapo utakwenda kushuhudia Young Africans wakienda kufanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao. Young Africans wamesajili wachezaji wengi dirisha kubwa la usajili, lakini ngoma ni kama vile haijawalipa vile ambavyo walipokuwa kiweza kutarajia. Wachezaji hawajaonyesha kiwango kile ambacho walichokuwa kiweza kukitarajia. Sasa maingizo mapya yanakuja chini ya kocha Pedro, ambapo alipendekeza baadhi ya wachezaji kuweza kuongezwa kwenye kikosi cha Yanga. Sasa taarifa zinaelezwa kwamba Young Africans wanakwenda kufanya mapinduzi tena baada ya kuweza kungoa majina makubwa kutoka sehemu tofauti. Sasa ni rasmi ya kwamba wanadondoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea. Taarifa zilikuwa zinaelezwa kwamba kama kawaida Young Africans wanataka kwenda kuibomoa klabu ya soka ya Simba, na si mara ya kwanza. Mwanzoni mwa msimu huu tu umeweza kushuhudia Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior, kapteni wa kikosi cha klabu ya soka ya Simba, akitua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na anauasha kweli kweli kuna katika kikosi cha Yanga, na anaonekana ni mtu mwenye furaha zaidi kwenye kikosi cha Yanga. Sasa taarifa zinaeleza kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Yanga ni kuhusiana na dili la Eli Mpanzu. Inaelezwa kwamba taarifa kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba ni kwamba Eli Mpanzu, mmoja kati ya wachezaji tegemeo ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, ameonekana kutokuwa mwenye furaha ndani ya kikosi hicho. Taarifa zikielezwa kwamba mwamba huyo anapushi dili lake la kuondoka ndani ya kikosi hicho kutokana na mambo ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya Simba, na taarifa zinaelezwa kwamba Eli Mpanzu hana furaha tena ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Sasa kile kinachokwenda kutokea ni Mpanzu anataka kuondoka kwenye dirisha dogo la usajili, na taarifa zikielezwa kwamba huenda dili lake likawa kamili kufikia mwezi Januari, ambapo inaelezwa kwamba Mpanzu kwenda Yanga wanaanzaga kama utani na inaenda kuwa kweli. Anaandika mchambuzi, anasema kuwa Yanga wameanza utani wa maneno kwamba wanamtaka Eli Mpanzu, na mara nyingi
Yanga huwa wanaanza kama utani, alafu baadaye wanamaliza dili la uhamisho wa mchezaji. Kama kuna mtu anahisi kwamba Yanga wanatania, basi aendelee kuamini hivyo, lakini Yanga wakiamua jambo lao lazima wakamilishe. Msije mkaona ni utani, kumbe tayari wapo kwenye mazungumzo ya kumchukua Eli Mpanzu kuhamia kwenye kikosi cha Young Africans, kwa mujibu wa taarifa ambavyo inaeleza, ambapo mpaka sasa Mpanzu mwenyewe inaonyesha wazi ya kwamba anahitaji kukamilisha dili hilo mapema kabisa ili aweze kutua kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, huku Yanga wenyewe wanasubiri kwa hamu kubwa kweli kweli juu ya kuweza kukamilishwa kwa dili hilo kati ya Mpanzu na uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans. Yanga wanahitaji kuweza kukamilisha kila kitu ambacho kinaonekana kuwa kwenye upande wao, na ikumbuka kwamba pengine si mara ya kwanza kuweza kusikia haya ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu, ambapo hata hivi karibuni uliweza kusikia tetesi zikiweza kumuhusisha Mpanzu kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia wananchi Young Africans. Lakini katika taarifa nyingine, Young Africans wanahitaji kuweza kukamilisha usajili mkubwa kabisa wa mshambuliaji kutoka TRAFC kwa mkataba wa miaka 2 ili kuongeza nguvu katika kikosi chao, ambapo mchezaji huyo anaitwa Emmanuel Mwanengo, ambapo ana umri wa miaka 22 tu, ambapo taarifa zinaeleza kwamba anataka kwenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao, huku Young Africans ikitarajia kuweza kuachana ama kuwatoa kwa mkopo baadhi ya nyota wake ambao wapo kwenye kikosi chao, kutokana na kile kinachoonekana kama nyota hao kuweza kushindwa kuendana na yale ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo taarifa huenda ikawa ni njema zaidi kwa wananchi pindi ambapo wanapofanya mabadiliko kwenye kikosi chao, na taarifa inasema kwamba pia wana mpango wa kuweza kuongeza mshambuliaji mwingine ndani ya kikosi chao kutokana na yale mapendekezo ambayo mwalimu ameweza kuyatoa, ambapo kocha wa Yanga tayari amewafahamisha viongozi wa Yanga kuwa kwenye dirisha dogo la usajili la Januari anahitaji mshambuliaji mpya. Huyu ni mshambuliaji mwenye umri wa miaka 25, ambapo kocha Pedro anamjua vizuri, kwani alishawahi kufanya naye kazi vizuri kwenye kiwanda cha mpira akiwa nchini Angola. Atakuwa ni mshambuliaji hatari sana pale Jangwani, ambapo kazi kwao viongozi wangu kuhakikisha mashine ya magoli Depu anatua Jangwani Januari Januari kwenye dirisha la usajili. Kwa hiyo usajili wa Yanga utakuwa wa sehemu moja. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na